Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba ni kama wamezamiria kufanya maboresho makubwa sana kwenye dirisha dogo la usajili kutokana na tetesi mbalimbali zinazowahusu baadhi ya nyota ambao wanatajwa kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na mpango wa wekundu wa Msimbazi Simba pia unaonekana kutaka kuwarudisha baadhi ya nyota ambao waliwahi kupita kwenye kikosi hicho na kwa sasa wamefanya vizuri. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba ni kama kuna ajenda fulani hivi ya kutaka kurejesha baadhi ya nyota ambao waliwahi kupita ndani ya kikosi hicho na kwa sasa wameonekana kuwa bora kwenye vilabu vyao. Sasa Simba wanapambana kuona kama wanaweza wakarejesha baadhi ya nyota kama ambavyo tetesi zinaihusu klabu ya Simba na Louis Mixon wa klabu ya UD Songo ambaye pia aliwahi kupita ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ndivyo hivyo pia Simba wameanza rasmi mipango ya kuwarudisha nyota wa zamani waliowahi kung'ara Msimbazi. Bwana, taarifa matetesi zinaeleza kuwa Pape, Osman Sako, Louis Mixon na Inonga Baka wapo kwenye rada ya kurejea nyumbani. Nyota hao waliwahi kuitumikia Simba kwa mafanikio, kwa sasa wameendelea kuonyesha kiwango cha juu huko waliko, hali inayowafanya viongozi wa Simba kufikiria kuwarejesha ili kuongeza nguvu kikosini hako kuelekea hatua zinazofuata. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bwana, wameendelea kuhusishwa na baadhi ya nyota ambao wamepita ndani ya kikosi hicho, akiwemo Louis Mixon ambaye anakipiga ndani ya klabu ya UD Songo ambaye msimu uliopita ameiwezesha klabu yake ya UD Songo kuweza kulitoa taji la ligi ya Msumbiji, lakini yeye akiibuka kuwa mfungaji bora. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ipo, lakini Pape Osman Sako ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa na kiwango bora zaidi ndani ya klabu ya Raja Casablanca chini ya Fadlu Davis. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanashawishika kutaka kumrudisha Pape Osman Sako ambaye ameendelea kuwa mwamba kweli na kuwa msaada mkubwa ndani ya klabu ya Raja Casablanca. Sasa kiwango anachoonyesha Sako chini ya kocha Fadlu Davis pale Raja Casablanca maana kimewaduaza wengi. Kwa kasi hii kuna uwezekano mkubwa kocha huyo akagoma kabisa kumruhusu nyota huyo kujiunga na Simba kama ilivyopangwa na viongozi wa Msimbazi. Je, Simba watapata nafasi au Sako atasalia Morocco? Ni moja kati ya swali ambalo linabaki vichwani mwetu na linabaki kuwa kama kitendawili ambacho pengine huenda kikateguliwa mwezi Januari kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ipo juu ya Pape Osman Sako. Lakini Alan Okello, wakati huu tukiwa tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili, ni kweli kwamba kumtoa pale Vipers lazima uweke pesa kubwa sana. Klabu aliyopo huwa ni wagumu sana kufanya biashara kama kuna pesa wanayohitaji, hawaoni shida kuacha uondoke hata kama timu yako ina jina kubwa mno. Bwana, mmiliki wa Vipers Dr. Lawrence Mulindwa huwa hana kubembeleza biashara. Kama unahitaji mchezaji basi weka pesa, mfanye biashara uondoke, sababu ni mfanya biashara mkubwa na ana uwezo wake wa kuuza wachezaji Afrika Kaskazini hata Ulaya. Ni rahisi, ndio maana Caesar Rob Mansok na Popos Biaruhanga dili zao hazikufanikiwa chini. Bwana, Okello pale Vipers mkataba wake unamalizika Juni 2026 mwaka huu, kama ambavyo ripoti kadhaa nyuma zimeeleza. Bwana, kijana hana shida kubaki alipo sasa au hata kuondoka pale tu atakapopata timu nzuri yenye maslahi mazuri zaidi ya pale. Ni wazi kuwa malengo yake ni kucheza klabu kubwa zaidi Afrika au mabara mengine, na mara nyingi amenukuliwa akisema hivyo. Bwana, Dr. Lawrence Mulindwa anataka zaidi ya shilingi milioni 700 ili upate saini ya kijana wake kutoka pale St. Mary's. Kama hauna basi atafanya biashara na timu ambazo zitafika dao. MVP wa Uganda huyo hapo, kazi kwenu wakubwa wa Kariakoo, kuvunjeni benki mwende Kampala kuchukua mchezaji. Sasa
huyu Alan Okello, kwa nini nimeanza na taarifa hii juu ya msimamo wa klabu yake ya Vipers pamoja na bosi wa Vipers mwenyewe, namna ambavyo amekuwa akifanya biashara na wachezaji bwana. Simba wamerejea kwa Alan Okello bwana. Taarifa zinaeleza kwamba Okello yuko kwenye rada za wekundu wa Msimbazi Simba, na Simba wanamuinda kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba wanampata. Nyota wa timu ya taifa ya Uganda Alan Okello anaunja zaidi na klabu ya Simba kuelekea dirisha kubwa la dirisha dogo la usajili msimu ujao. Okello ambaye amebakiza mkataba miezi kadhaa na klabu yake ya Vipers amekuwa kiwinjwa na Simba si mara kadhaa bwana. Simba inajipanga mapema kuandaa kikosi bora kwa ajili ya mashindano ya msimu ujao, huku ikitumia pia michuano ya kombe la mataifa Afrika yani AFCON kama sehemu ya kutafuta wachezaji waliojaliwa vipaji vya soka bwana. Endapo Simba watafanikiwa kumsajili Okello, watakuwa wamesajili talanta haswa ya mpira wa miguu, kwani ni left footer maestro mzuri. Kwa hiyo Alan Okello bwana yuko kwenye rada za wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mara kadhaa Simba amekuwa akihusishwa. Dirisha kubwa la usajili lililopita Simba alihusishwa, madirisha kadhaa ya usajili Simba pia amekuwa akihusishwa, lakini wamekuwa wanaishia kuhusishwa. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri kuona dirisha dogo la usajili kama wataendelea kuhusishwa ama watakamilisha dili la Alan Okello bwana. Taarifa nyingine, matetesi nyingine kutoka ndani ya klabu ya Simba bwana, unaambiwa Simba wanaweza kumpata Tuisila Kisinda ili kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji. Kisinda anasifika kwa mbio, vienga na uwezo wa kupiga mashuti ya mbali bwana. Kisinda alikuwa akimtesa sana Zimbo JR alipokuwa Simba. Unaambiwa vuta picha, amehamia upande huo alafu akutane na Yanga. Kisinda atawafaa Simba? Ni moja kati ya swali ambalo limeulizwa juu ya hizi tetesi ambazo zinaihusisha Simba na Tuisila Kisinda ambaye aliwahi kupita ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tetesi ni nyingi kuhusiana na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tetesi nyingine ni kwamba Simba wamefungua pia mazungumzo na beki wa kushoto wa klabu ya Al Hilal Omdurman defender Hadim Dao mwenye umri wa miaka 27 bwana. Huyu Hadim Dao aliwahi kuhusishwa mara kadhaa na wekundu wa Msimbazi Simba wakati akiwa ndani ya klabu ya Al Hilal. Sasa Simba wamerudi tena. Simba ameanza mazungumzo na beki huyo wa zamani wa Al Hilal Omdurman Hadim Dao kwa lengo la kumsajili katika dirisha la usajili la mwezi Januari bwana. Ripoti zinaeleza kuwa Dao amepokea ofa kutoka kwa klabu 3 za Afrika ambazo ni Simba Sports Club, USM Alger, JS Kabylie zote za Algeria bwana. Hadim Dao ambaye aliwahi kuzichezea Horoya na Al Hilal Omdurman kwa sasa ni mchezaji huru, yani kwa maana ya free agent, hivyo anaweza kusajiliwa bila vikwazo vyovyote vya ada ya uhamisho bwana. Kwa sasa mazungumzo yanahusu masharti binafsi ya mchezaji, na iwapo klabu yoyote kati ya hizo 3 itakidhi matakwa yake, Dao anatarajia kusaini mkataba. Kwa Simba pia wanahusishwa na Hadim Dao ambaye mara kadhaa ameendelea kumhusisha, lakini baada ya kiwango kizuri ndani ya klabu ya JKT Tanzania mchezaji Karabaka bwana, Simba ni kama wanammezea mate. Kwa hiyo usishangae kuona dirisha dogo la usajili Saleh Karabaka kirejea kwenye timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na uwezo ambao ameendelea kuonyesha ndani ya klabu ya JKT Tanzania. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo juu ya Saleh Karabaka ambaye anatajwa kwamba kutokana na kiwango chake ambacho ameendelea kukionyesha ndani ya klabu ya JKT Tanzania bwana, huenda akarejea kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ambayo inahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye dirisha la usajili bwana, ni nyota ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Al Hilal Omdurman, na huyu si mwingine
Ni winga wa Al Hilal Girmugisha raia kutoka Burundi bana, ni moja kati ya nyota ambao wamekuwa wakihusishwa na vilabu vya Tanzania. Yanga waliwahi kuhusishwa naye mara kadhaa, na sasa Simba wameendelea kuhusishwa pia na Girmugisha kutoka pale Al Hilal, moja kati ya mchezaji ambaye ameendelea kuonyesha thamani ya Al Hilal kwenye kikosi cha Al Hilal. Kwa hiyo ni moja pia kati ya wachezaji ambao Simba ni kama wanatajwa hivi kuhusika kutaka kujaribu kumsajili kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo tetesi ni nyingi kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili, na hizo ni baadhi ya tetesi tu kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wakihusishwa na baadhi ya nyota hawa ambao